Bwana Yesu aweze kupewa sifa. Tunashukuru sana kwa wale ambao tunazidi kufuatilia, wale ambao kwa neema ya Mungu tumeweza kuwa pamoja, na kama tujaweza kusubscribe tunaweza tukazidi kusubscribe, naweza tukashare kwa watu wengine katika channel yetu pendwa, ili tuweze kufanikiwa kuweza kuwapatia jumbe zetu watu mbalimbali. Unajua kuna wakati ambao tumeweza kufikia, ni wakati ambao tunabidi tuwe makini sana. Ndio maana katika siku ya leo tukaona kwamba kwa neema ya Mungu tuweze kuelimishana habari ya ibada ambayo ni ibada ya kweli, kwamba imeweza kuingiliwa. Ibada ya kweli imeweza kuingiliwa na watu ambao tunawaita ni majangili, au ni watu ambao ni hawapo sawasawa katika imani. Na kuna historia kubwa katika imani ya Mungu au ibada ya Mungu. Mungu ana ibada yake ambayo ni ibada yenye kumpendeza, na hapo ndipo nahitaji tuweze kuanza safari yetu. Ukisoma katika kitabu kinaitwa Waebrania, kitabu cha Waebrania sura ya 12, jua si kila ibada ni ibada kwa Mungu, na si kila ibada hata kama inapelekwa kwa Mungu basi Mungu anaifurahia. Hapana. Inawezekana wapo ambao wanaabudu, wanadhani katika akili zao wanaabudu katika roho na kweli, lakini bado hawaja amini na hawajapeleka ibada hiyo kama Mungu anavyopendezwa nayo. Kwa sababu Mungu wetu ana mdomo, kwa sababu Mungu wetu anaongea, ni lazima tumuulize, wewe unapendezwa na ibada gani? Sio sisi kujitungia. Sasa ukisoma katika Waebrania 12:28 anasema hivi: basi kwa kuwa tumepokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Kwa hiyo kumbe Mungu wetu anachokihitaji ni kumpatia ibada yenye unyenyekevu na kicho. Zingatia hayo maneno ambayo Paulo ameandika, sio urembo. Sasa ibada za leo zinazodaiwa kumpelekea Mungu hazina kicho, hazina unyenyekevu. Na naomba uweze kufuatilia vizuri, kwa sababu tunachokiangalia hapa ni namna tunavyomwendea Mungu. Ukianza kuona ya kwamba hakuna unyenyekevu na kicho, hapo sio Mungu wa kweli anaabudiwa. Au hata kama wale wanaoabudu wanadhani ya kwamba wanamwabudu Mungu katika kweli, hao watu wamepotea. Kwa sababu gani? Na tukusema ya kwamba wamepotea si tusi, wala si kwamba basi ni wamekosa uzima. Hapana, ni kwa sababu watakapojua wamepotea basi wapatafute njia mapema. Mfano nikupe mfano. Ukisoma katika kitabu cha Isaya, katika kitabu cha Isaya sura yake 109, ili nikupe mfano kidogo ya kwamba Mungu huwatafuta watu wake wajue ni nini ambacho anakipenda. Sasa kusoma mstari wa 16 anasema, kwa maana waongozao watu hawa ndio wawakozeshao, na hao walioongozwa na watu hawa wameangamia. Kwa hiyo watu wanaangamia kwa sababu hawajui ibada ya Mungu iko namna gani. Lakini Mungu mwenyewe huwa analeta maarifa kuwafundisha watu, ili sasa waweze kutoka katika kuangamia kwao. Hilo ndio lengo lake. Sasa ukiangalia ibada ambayo inafanyika leo, ukiona ibada imekosa kichwa na unyenyekevu, hapo Mungu hajapewa ibada yenye kumpendeza. Kwa hiyo hawezi kukaa hapo. Licha ya hivyo, unaweza ukajikuta kuna roho nyingine au kuna mwingine ambaye anapendezwa nayo, kwa sababu nguvu pekee tulizo nazo katika roho ni nguvu ya Mungu na nguvu ya mwovu basi. Kwa hiyo kama kuna kitu Mungu hapendezwi nacho, ujue anapendezwa nacho huyu wa upande wa pili. Sasa hii inayosemwa kama ni unyenyekevu na kicho ni nini? Ndio twende kwa upana tuweze kuona. Ukiona ya kwamba katika ibada, tunapofanya ibada, tunapokuwepo hapo tunafanya ibada, tujue ya kwamba Mungu yupo pamoja na sisi katika roho. Lakini kumbuka ya kwamba Mungu wetu yupo mbinguni, lakini tunapofanya ibada anakuwepo pamoja nasi katika roho. Sasa tunapokuwepo pale, tujue ya kwamba tunaongea na yeye. Ukiona tunafanya tena ibada hapo na tunaomba au tunafanya kuzungumza na yeye kwa sauti kubwa, ujue hapo hakuna ibada yenye kumpendeza, kwa sababu yeye yupo hapo. Sasa tutaongea namna gani? Tuseme kama vile tunamuita mtu yupo mtaa wa 3,
Unaona, sijui kama unanielewa vizuri. Ngoja nikupatie kitu kimoja. Ibada ya mabaali imeingizwa katika makanisa na watu wa Mungu kwa sababu hawasomi maandiko, wanajikuta ya kwamba wameingizwa katika ibada za mabaali pasipo wao kujitambua. Lakini kwa sababu Bwana anatupenda, kabla hatujaahirisha maisha yetu, kabla hatujapotea kabisa kikamilifu, basi turudi katika ibada yake yenye kumpendeza. Ukiangalia kile ambacho rafiki yetu Elia alikuwa amekifanya mbele ya mabaali, mbele ya manabii wake mabaali hawa, alikuwa anafanya kitu gani? Naomba uweze kufuatiliana pamoja na kama una Biblia yako uweze kuchukua, uweze kuona vitu ambavyo vinaonekana utofauti wa ibada aliyokuwa anafanya, namna ya kumuita Mungu aliyokuwa nayo Elia na namna waliokuwa nayo mabaali au waliokuwa nayo hawa manabii wa Baali. Sasa ukiangalia katika sura ya 18 ya kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Elia tunaona mfano wake hapa. Sitoanza huko mbali, nataka tu twende moja kwa moja kwenye hicho kipindi, huo mpambano baada ya kuwa amemwaga maji katika madhabahu na kadhalika. Hichi ni kisa kinasemwa sana katika makanisa mengi, kinasemwa sana. Wakristo nafikiri watakuwa wamekusha kukipata kwa asilimia fulani, lakini nataka tuweke umakini wetu katika pale ambapo walikuwa wanamuita Mungu. Hapo ndipo kuna utofauti wa mtu anayemjua Mungu vizuri na kumpelekea sala zake na yule ambaye hajui anaabudu nini. Sawa eh? Sasa naomba twende pamoja na wewe. Na nimesema kama una Biblia yako hapo karibu, basi fatana na mimi tuweze kuona katika maandiko. Sasa ukiangalia katika tuanzie mstari wa 24 tu, Wafalme wa Kwanza 18, tuanzia 24 taratibu na wewe. Sasa anasema, nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Si ni sawa? Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Basi mchezo ukaanza. Anasema katika 25, Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkatengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi. Mkaitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Muite tu kwa jina la Mungu wenu. Sasa naomba kitu ambacho nataji sasa tuende pamoja. Walivyoanza kuita, waliita kwa mfumo gani? Na hii ndio ibada ya mabaali iliyomo katika makanisa. Sikiliza kwa makini, pendwa kabisa. 26 anasema wakamtwaa yule ng'ombe waliyepewa, wakamchukua. Unaona eh? Alafu anasema wakamtengeneza ili afae kwa ajili ya sadaka. Alafu anasema wakaitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema Baali tusaidie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakalukaluka juu ya madhabahu walioifanya. Sikiliza mpendo, ukiona ya kwamba katika ibada kuna kurukaruka, ukaona kuna kurukaruka, huyu anaenda hivi, huyu anaenda hivi, ujue hapo si ibada ya Mungu inafanyika hapo, ni ibada ya Baali. Ni ibada ambayo Mungu hajui hiyo ibada. Si Mungu anahudhuria hapo, kwa sababu ameambiwa ya kwamba hebu tajeni jina la Mungu wetu, na mimi nitataja jina la Bwana. Sasa nitakwambia na tutaona hapo mbele jinsi ambavyo Elia alikuwa anajua, kwa sababu wakiwa wanamfuata Mungu alikuwa na namna nzuri ya kumwendea, si kurukaruka. Si kurukaruka. Hiyo ni kitu cha kwanza. Ukiona kuna kurukaruka, kuna kutembea huku na kule, ujue ya kwamba hapo sio ibada ya Mungu, ni ibada ya Baali inafanyika, ila kwa kichaka cha kuitia jina la Mungu. Na Mungu hashirikishwi kabisa na nguvu yoyote au na ibada nyingine yoyote, licha ya kuwa watu watakuwa nadhani ya kwamba wanaabudu Mungu, lakini hakuna Mungu hapo. Hapendezwi na hiyo ibada. Hicho ni kipengele cha kwanza. Wanarukaruka. Lakini nao wanasema wanarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. 27. Sikiliza, ikawa wakati wa adhuhuri. Huu ni muda sasa ambao sasa wamekusha kuanza asubuhi mpaka adhuhuri, mida ya mchana. Unaona? Wameanza, wamefikia hapo, Elia akawafanyia dhihaka. Akasema, muiteni kwa sauti kuu. Iteni, mmerukaruka haitoshi. Iteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza au ana shughuli au ana safari au labda amelala. Sharti amshwe
Na ukiona kipengele cha pili, sifa ya pili ya ibada ya mabahari ni sauti inayotumika. Sikiliza, Elia anamwambia kama ni Mungu huyo, labda anazungumza na mtu mwingine, labda yuko safari au amelala, mumuamshe. Kwa hiyo ukiona ya kwamba kuna sauti inatumika, ni kana kwamba sasa kuna yani sauti, kwa sababu sisi tunajua Mungu wetu ana sifa gani. Elia alikuwa anajua kama ni Mungu huwa halali, hazungumzi na mtu mwingine kiasi kwamba wewe hauwezi kusikia sala yako. Hicho kitu hakipo kwa Mungu wetu. Haiwezekani tuko kwenye kanisa lenye ukubwa wa mita kadhaa, halafu wewe unaongea kusikika na watu wengine hapo, yani kwa sauti kubwa. Ujue hapo si Mungu huyu Yehova tunayemuita. Kama ukiona kuna hilo hapo, ni ibada ya bahari kabisa kabisa, maana Mungu wetu hana hizo sifa za kusema kwamba labda anazungumza na mtu mwingine ndio wewe usikie Mungu sijui na nini. Hapo ujue kabisa hapo, wale wanasema kwa Kiswahili, umepigwa, umeingizwa katika chaka lingine kabisa kabisa. Sio hapo ambapo una Mungu kwa akili yako, sio hapo ambapo unaenda. Hiyo ni eneo, umeingia katika eneo lingine kabisa. Hapo ni majangili wa imani huko hapo. Sasa ukiangalia anasema wakapiga kelele, mstari wa 28, wakapiga kelele la mashaka labda na kadhalika. Wamepiga kelele maana ni kama Mungu amesinzia au ameenda safari, inabidi aanze sasa kufanya harakati, kama kuna bajaji afate haraka ili arudi mapema Lakini sasa unakuta ya kwamba wakapiga kelele, lakini hakuna aliyesema chochote, na Elia yuko hapo tu anawafanyia dhihaka, kwa sababu anajua si Mungu. Kwa nini wanapaka wanarukaruka mpaka wanatoa sauti? Lakini Elia alichokuja kukifanya ni nini? Sikiliza sasa, ili tufupishe hii mada kidogo. Baada ya hapo utasoma kwa wakati wako vizuri hayo yote walioyafanya au manabii wa bahari. Lakini kitu pekee nataka turudi sasa kwa ibada ambayo aliifanya Elia mwenyewe. 36 anasema sasa, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kwamba wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Haleluya! Mungu akazidi kuhimidiwa sana. Ni namna ya urafiki kabisa, si kama analukaluka hapo kwenye madhabahu waliotengeneza, Mungu fanya hivi. Hiyo kitu hakufanya. Kwa nini hakufanya hivyo? Nataka tuweze kuelewa, kwa sababu katika Biblia tunao manabii wameenda kwa kulitishana ili haya maneno, kwa sababu Musa akiambia wana wa Israeli anawaambia yaseme haya kwa watoto na watoto wa watoto wako. Kwa hiyo walikuwa wanajua Mungu wetu ni nani, ana sifa gani. Twende Yeremia uone hapo. Sasa utajiuliza, huyo ni Mungu gani anayeitwa kwa sauti kubwa ikiwa yeye Mungu wetu ana sifa hizi? Sikiliza kwa makini na uwe makini sana, maana sasa kuna ibada ya mabahari katika makanisa. Uwe makini usije ukajikuta unaabudu usichokijua. Anasema 23 Yeremia 23 Yeremia anasema, mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana, mimi si Mungu aliye mbali. Kwani Yesu alisemaje? Alisema, ukienda katika kitabu kinaitwa Mathayo sura yake ni ya 18, Yesu anasema wazi, na hiyo tutasoma tu sababu watu wana tabia zingine za kukalili maandiko alafu wanakuwa na kalili tofauti, lakini ndio maana nataka kila andiko tuweze kulisoma na uwe mwenyewe kufuatilia vizuri rafiki. Katika 18:20 anasema hivi, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nami nipo papo hapo katikati yao. Nakupa akili kidogo, nakupa swali la kujihoji. Kama wewe uko na rafiki yako na yuko hapa, utawezaje kuanza kumuita kwa sauti kubwa na yuko hapo? Manake hata unabidi uanze kujiuliza kwamba ni Mungu yupi tunamuita, na kama ni huyu aliyepo hapa tunahitaji kwa sauti kubwa, kwa sababu hata ukienda basi labda unasema yuko mbinguni. Hivi kuna akili inayoweza kuelewa ya kwamba wewe unaita Mungu aliyeko mbinguni? Maana hata hiyo sauti yako utakavyoita, hata aliyepo kwenye ndege hasikii.
ndege tu iko hapo juu, hasikii. Sasa Mungu aliyeko kule mbinguni, kama unaenda katika namna ya mwili, kwamba Mungu wetu yuko mbali kwa mwili, sawa Sasa nikuulize, yule yuko huko kwenye ndege anakusikia? Na kama hakusikii, Mungu anakusikiaje sasa? Kama huyo tu hakusikii. Na kama Mungu anakusikia, basi anakusikia katika roho, yupo hapo, ni Mungu aliye karibu. Hatuwezi tukamfanyia dhihaka ya kumuita kwa sauti kubwa kama vile hayupo. Hiyo ni ibada ambayo si Mungu kaelekeza, ni ibada ya mabahali, ibada ya mabahali. Na ukiona kuna kurukaruka, ndio unaona Yesu anasema wale wanarukaruka, wale ambao wanaomba kwa namna hii ni wanafiki, lakini pia ni watu wa mataifa. Yesu anawaita kama watu wa mataifa. Lakini ndio uone anasemaje, kwa unyenyekevu tunaotakiwa kufanya. Twende katika Zaburi, na ndio fungu nahitaji tuweze kulimalizia. Tutakuja kuwa na somo lingine wakati mwingine vizuri, tuweze kupambanua ipi ibada ya kuomba kwa roho na kweli, kuabudu kwa roho na kweli ni namna gani. Tutakuwa na hilo somo wakati mwingine vizuri, ili tuweze kuelewa, kwa sababu kila mtu anaweza akadai anaabudu katika roho na kweli. Roho na kweli ni kitu gani? Ninataka nikupeleke kwenye hilo fungu kwanza mara moja, uone Ayubu, Daudi pia naye anasema kitu gani katika Zaburi. Katika Zaburi Paulo ametuelekeza vizuri, amesema tumtolee Mungu ibada yenye kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Sasa Daudi anatuelekeza vile vile katika Zaburi 95 mstari wake ni wa 6. Anasema njooni tuabudu, njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Haleluya. Kwa hiyo Daudi anajua Mungu wetu anafaa kuendewa kwa namna gani. Anasema tunapoenda mbele zake Mungu wetu aliyetuumba, tunafaa kwenda kwa kupiga magoti, lakini kwa kusujudu. Unajua kusujudu ni kunyenyekea, si tendo tu la kupigisa uso chini, ni neno la kunyenyekea. Ndio anasema kwa kupiga magoti, tupige magoti, tuonyeshe kicho, unyenyekevu. Pitia tena kwenye Biblia yako namna alivyoomba Elia kwa Mungu, ni kama anaongea na mtu yuko hapa pembeni. Huyu ndio Mungu aliye karibu, kwa mujibu wa Yeremia. Unaona, Bwana na akatusaidie tukaende mbali kabisa, tujitenge na mabahali, tujitenge na ibada zisizompendeza Mungu. Unaona, na tukaweze kuwapelekea ujumbe na wengine, kuwaokoa zaidi. Kama uko na wakati unaweza kushare masomo yetu, lakini pia ukizidi kufuatilia ili tuweze kuona nyakati mbalimbali na masomo mbalimbali ambayo yanaweza kutusaidia katika nyakati hizi za lala salama, nyakati hizi za uovu. Bwana akatusaidie.